kwamba tuna afya za aina 5. Bwana asifiwe. Tuna afya za aina 5. Naomba nikupe hizi afya, na katika kila hizo afya ndiko ambako Roho wa Bwana anataka ufanikiwe. Wakati Yohana anawaambia naomba ufanikiwe na kuwa na afya yako, hamaanishi tu physical health, afya ya mwili. Anamaanisha afya nyingine 5 ambazo ni lazima ufanikiwe huko, kwa sababu ili uweze kumtumikia Mungu na kuzaa matunda kama walivyoimba wamama hapa, lazima afya hizi 5 zifanikiwe. Afya ya kwanza ni afya ya mwili, physical health. Afya ya mwili, lazima ufanikiwe katika afya ya mwili. Lazima ufanikiwe katika afya ya mwili. Ukisema Yesu anaokoa na kila siku unaenda hospitali, kila siku unaumwa, siku ya WWK unaumwa, siku ya mkutano unaumwa, siku ya kufunga unaumwa, siku ya mkesha unaumwa, bado kuna kitu hakijakaa vizuri. Yesu ndio yule aliyesema mimi ni Jehova Rafa, Mungu nikuponyaye. Wakamwangalia yule nyoka pale jangwani alikoangikwa, wakapona. Vile vile kama Yesu Kristo alivyoangikwa msalabani, tukimwangalia yeye tunapona. Katika afya ya kwanza unatakiwa ufanikiwe ni afya ya mwili wako. Unatakiwa uwe na uzima. Bwana asifiwe. Na ndio maana maandiko yamesema tumepewa nguvu ya kuweka mikono yetu juu ya wagonjwa na watapata nini? Afya. Afya ya kwanza ambayo unatakiwa uwe nayo ni afya ya mwili, physical health. Na sasa ibilisi ameingia katika hilo eneo, anawapiga watu na vidonda vya tumbo na magonjwa ya moyo na magonjwa ya figo na magonjwa ya ini na kila aina ya ugonjwa. Ninaomba nikwambie, Yesu Kristo mtenda miujiza anataka uwe na afya yako ya mwili katika jina la Yesu. Afya namba 2 ambayo unatakiwa uwe nayo, na Yohana anataka na wewe uwe umefanikiwa katika afya hiyo, ni afya ya akili, mental health. Afya ya akili. Afya ya akili ni nini? Watu wengi wao wazungumzi. Siku hizi napita makanisani nazungumza kuhusu mental health kwenye Christian perspective. Afya ya akili katika mtazamo wa kiroho au mtazamo wa kiimani. Afya ya akili ni utimamu unaoweza kuwa nao katika fikra, katika hisia na katika tabia. Utimamu, wellness. Utimamu unaweza kuwa nao katika fikra zako, katika hisia zako na katika matendo yako. Watu wa Mungu, kama ulikuwa hujui, ngoja nichukue saikolojia ya chuo kikuu nishushe chini nikusaidie. Katika maisha yako ni vizuri ujue kinachosababisha hisia zako ni fikra zako, na hisia zikishazaliwa zinazalisha matendo yako. Sio matendo yako yanayozalisha fikra zako, matendo yako yanazaliwa kutokana na hisia zako, na hisia zako zinazaliwa kutokana na fikra zako. Na ndio maana maandiko yanasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana yake nini? Fikra zako zina determine vile ulivyo. Fikra zako zina determine vile unavyohisi. Bwana asifiwe. Hisia zako zinatoka kwenye fikra. Na ndio maana Biblia inasema mfanywe upya nia zenu. Sio hisia zenu. Mfanye upya nia zenu, fikra zenu, by the renewal of your mind. Fikra zenu, huko ndiko kuliko. Na ibilisi akitaka kumketisha mtu yoyote, haanzi kwenye hisia, anaanza kwenye fikra. Unaanza kufikiri, unaanza kuwaza, alafu kule kuwaza kunakupa hisia, alafu ile hisia zinaleta action, tendo, na lile tendo linaitwa tabia. Kwenye saikolojia tunawafundisha watu tabia haianzi tu kama tabia, inaanza na vitu vinavyoitwa habits. Vitu vidogo vidogo unapenda kufanya, alafu vile vitu vidogo vidogo vikikomaa vinatengeneza kitu kingine. Baada ya habit unakuwa na vitu vinaitwa tendencies, mazoea. Alafu yale mazoea yakiongezeka yanafanya tabia. Na kwenye kutengeneza tabia, kwenye saikolojia tunawafundisha watu, tunamwambia mtu fanya kitu hicho bila kuacha kwa siku 21. Baada ya siku 21, siku ya 22 kimekuwa tabia. Nimetumia hiyo theory mara nyingi sana. Kitu nataka kukitengeneza ambacho sikiwezi, nafanya hii siku 21. Baada ya siku 21 inageuka inakuwa tabia. Na hapo ndiko siri za watu wengi kwenye mifungo. Utasikia tunafunga siku 21.
Baada ya siku ya 22, 23 unashangaa hata mwili umeshaanza kugeuka, au usikii tena njaa, kwa sababu imeshakuwa tabia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wakati nafanya mazoezi asubuhi ilikuwa ngumu kuamka, nikaanza kujifunza siku 21 bila kusimama. Baada ya hapo mpaka leo, miaka mingi, imekuwa tabia yangu kuamka saa 10:30 na kuanza kukimbia au kufanya mazoezi, kwa sababu nimetengeneza tabia. Bwana asifiwe sana. Kwa afya ya akili ni eneo la pili ambalo unatakiwa ufanikiwe. Afya ya tatu, eneo la tatu, afya ya tatu, Yohana anasema nataka ufanikiwe katika kila eneo katika maisha yako na kuwa na afya. Afya za aina 5. Afya ya kwanza, afya ya mwili. Afya ya pili, afya ya akili. Afya ya tatu, afya ya mahusiano, relationship health. Afya ya mahusiano, afya ya mahusiano. Huwezi kuwa mzuri na watu kama hauna afya ya kimahusiano. Afya ya kimahusiano ni hali ya kuwa na amani na watu wanaokuzunguka ndani ya nyumba yako na nje ya nyumba yako. Ni afya ya kimahusiano, relationship health. Daktari mmoja bingwa mkubwa wa kule India aliambiwa hivi wakati anahojiwa na televisheni fulani, daktari, tuambie nini mtu afanye aepukane na magonjwa ya moyo? Kitu kimoja, kwa sababu kila daktari anazungumza vitu vingi vinatuchanganya. Nini kitu kimoja mtu afanye aepukane na magonjwa ya moyo? Yule daktari akasema, nikiweka kwenye sentence moja ili uepukane na magonjwa ya moyo kwa kiasi kikubwa, jali mahusiano yako. Sasa unaweza ukashindwa kuelewa moyo ugonjwa na mahusiano viko wapi. Naomba nikwambie, watu wengi wanaokutana na changamoto za magonjwa ya moyo, somewhere somehow mahusiano yao yameyumba. Na miaka 28 kwenye kufanya ushauri wa kisaikolojia, nimekutana watu wengi wamepata heart attack, wengi wamepata heart failure, wengi wanapata cholesterol issue, wengi wanapata cardiovascular problems. Lakini ukizungumza historia yake, nakwambia ndoa yangu imevunjika, sina amani na baba yangu, sina amani na watoto wangu, sina amani na ndugu zangu, ndugu zangu wamefanya hivi, ndugu zangu wamefanya vile, sijasamehe, nina maumivu, nina hichi, nimebeba kile. Naomba nikwambie, afya ya mahusiano yako itakusaidia katika kufanikiwa. Hakikisha una mahusiano mazuri na watu wengine. Maandiko yanasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambaye hapana mtu atakayemuona Bwana pasipokuwa nao. Bwana asifiwe sana. Biblia inavyokuambia tafuta sana kuwa na amani, haimaanishi watu wote ni wazuri. Hapana, inamaanisha katikati ya hao unaotafuta nao amani, wako ambao watakusaliti. Katikati ya ambao unaotafuta amani, wako ambao hawataki amani na wewe. Katikati ya hao ambao unataka uambie, naomba mniombe msamaha kwa sababu mmenikosea, wala hawakumbuki kama wamekukosea. Katikati ya hao ambao unatafuta nao amani, wako ambao unatamani hata ungekuwa mchawi uwaroge, lakini bahati mbaya wewe sio mchawi. Katikati ya hao, maandiko yanasema tafuta, sio utafute tu, kwa bidii, with all effort and efficiency. Tafuta kwa bidii kuhakikisha una amani na kila mmoja na huo utakatifu ambaye hapana mtu atakayemuona Bwana pasipokuwa naye. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Afya namba ngapi nimekupa hiyo?